Itoshe kusema kwenye kata hii, kwa haya tuliyoyafanya na kwenye kijiji hiki ya umeme, maji, barabara tunazoendelea nazo na kazi zingine, itoshe kusema asanteni, Mungu awabariki. Mbunge wenu na washukuru kwa kunitia moyo. Kata iko salama, miradi ni mikubwa. Kule mjini usiseme kila kata nimewafikia. Kila kata hawanidai. Mbunge wenu sidai kwenye hili. Unadai vidogo tu. Lakini pia mnaona taa za barabarani, barabara za lami zinaongezeka. Tunajenga pia stendi kuu ya mabasi, sasa hivi ndio nasimamia, hela zinatoka mwezi wa 5. Lakini pia tunajenga uwanja mkubwa wa kimataifa wa riadha. Mama Samia kanipa pesa, tumejenga pia shule ya watoto wa kike wa vipaji maalum bilioni 4. Uwanja wa Tanzania, Simba na Yanga sasa hivi wanakuja mjini, alafu tuwasaidia kulipa ule na je kufanya kitu. Na Simba wako hapa, Simba hebu niwaone, nionyeshe mikono, watu wakijifunza wenyewe na goli yao. Simba wao. Hebu niwaone pingeni. Mlijifunza wenyewe. Simba mpo? Yanga mpo? Tunacheza lini Yanga? Alafu mtu anasema huyu mbunge hajafanya kitu, wakati Yanga na Simba anawachungulia hapa kwa raha. Hao watu watakuwa wana jema, ndio? Eti watakuwa na jema? Simba na Yanga. Kwa hiyo mahesabu ya jimbo, kazi ni kubwa inaendelea. Hakuna mahali ninalaumiwa kwenye jimbo hili. Niwashukuru, Mungu awabariki. Chama cha Mapinduzi kikinipitisha ndugu wananchi kwenye mchakato wa ndani, nitakuja kuwaombeni kura tena. Chama cha Mapinduzi kikisema tunaleta mbunge mwingine, nitakuwa mwana CCM na mwana Babati mwaminifu. Maana mimi sio mbunge wa kuazimwa. Yule anayepita na bendera Arusha, Tarime, Mwanza, mimi hapa hapa. Kwa hiyo sisi mwakinileta, tutakutana kwa wananchi. Wakisema kaa tulia hapa tufanye kazi, tutakuwa pamoja. Lakini kwa sasa iseme, itoshe kusema nimefunga mahesabu kwa kuwashukuru. Mungu awabariki. Asanteni kwa maombi yenu. Asanteni kwa ajili ya Dr. Samia. Asanteni kwa ajili ya Nanayo. Na tulipowakosea mtusamehe, ni binadamu, mtuwie radhi. Na sisi pia tumewasamehe wale waliokuwa wanatukwaza katika kazi. Yote ni mema, Mungu ametupa afya njema. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu na kwa niaba ya diwani niseme machache. Ni miaka 4 ambayo tumefanikiwa, tumekuwa na kituo cha afya ambako kina mama wa kata hii sasa hawaendi Mrara, wanakwenda kwenye kituo cha afya wanatibiwa. Miaka hii mliotupatia, zahanati yetu tunashukuru inafanya kazi sasa leo. Mama hata kama mtoto ana shida, ana mgonjwa, walau tunaanzia kwenye zahanati. Na ninaamini daktari yupo, sina mwenyekiti wa kijiji au hayupo, na nesi anapatikana. Hii miaka hii zahanati yenu tukiwa na Mama Samia leo mnatibiwa hapo, tulizoea kwenda Mrara. Lakini miaka hii ambayo umetupatia leo tunafunga mahesabu kwa kijiji hiki, tulikuwa na vitongoji karibia vyote havina umeme. Leo kijiji hiki tunaanza kitongoji kimoja. Nitajia mwenyekiti. Sigino chini ambako ni hapa. Hapa ni huduma. Sigino chini umeme umefika kwenye kitongoji. Kingine huduma, umeme tunauona ule pale. Chori, umeme umefika. Hesabu nayo fungieni ni hesabu ya kijiji chetu, kwamba kwa upande wa umeme tumebakiwa na Gitori ambako kazi inaendelea, na wale waliokuwa kikao cha ndani nafahamu tulichoelekezana. Lakini kwenye upande wa umeme kuna wananchi hata wa hapa hawajapata umeme. Tunachokifanya sasa hivi, tunafanya kubisha hodi umeme Gitori. Watu 10-20 wamepata. Baada ya hapo tunafanya kitu kinaitwa umeme jazilizi. Tutawajazia wale wote ambao walikuwa na kiu ya huo ugali hawajaupata. Ila kwa sasa tunabisha kwa kila kitongoji, pawepo na nguzo tu, nyumba 1, 2 au 3. Wana kitongoji wapate mahali pa kuchajia simu zao. Baada ya hapo tunapita mwezi wa 7. Mwaka wa fedha unaanza mwezi wa 7. Musa unaelewa? Mwezi wa 6 ndio tunafunga mwaka. Hadi kakaangu nikitamka anaelewa. Mwezi wa 7 ndio mwaka wa serikali mpya. Huo mwaka wa serikali mpya ndio bajeti yake sasa hivi tuko Dodoma. Kitakachofuata sasa ni sawa na shamba la kwanza umeangusha, alafu baadaye inafuata sasa haro ile unapiga na kupanda. Kwa hiyo sasa hizi tunabisha hodi kwa kila kitongoji ambacho hakijapata umeme.
umeme, ila kwa jimbo zima nimepewa vitongoji 15 tu kati ya 54. Bora mimi mwenye jimbo mwenye vitongoji vichache. Mwenzangu alinizunguka wa vijijini na vitongoji zaidi ya 400. Naye kapewa vitongoji 15. Sasa mimi nashukuru kwenye 15 vya jimbo zima, kwenye kata yenu nimeleta kwenye kijiji hiki, kwenye kata yenu sio kijiji, vitongoji 4 ambacho ni cha wapi? Indimili ya juu, Gitori, Edasago na wapi? Na Uambani. Sasa nimepewa 15 kwenye jimbo na Silo wa vijijini kapewa 15. Sijui anapeleka wapi. Kwa sababu anakata 20 na ngapi? Mimi na nani? Nashukuru Mungu hili jimbo langu dogo kidogo la mtoto wa kike wanangu. Yeye ana vitongoji zaidi ya 400. Kapewa na vitongoji 15, aamue apeleke wapi. Mimi mwenzenu nikasema mimi kwenye 15 vile napeleka kata ya Sigino. Sasa na ninyi kwenye kijiji hiki ndio mmepata Gitori. Kwa hiyo mahesabu nayofunga ya Dr. Samia aliyekuwa pamoja na nao ni kwamba kwenye miaka 4 mlotuamini walau tumebisha hodi kila kitongoji, ila mwezi wa 7 inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia wana sisi na wananchi wakaturudisha madarakani, au hata sisi kwa majina yetu tusiporudi, lakini Dr. Samia yupo, itafuata kazi ya umeme jazilizi, ambapo wale wananchi wanaohitaji wa nguzo 2, nguzo 1, nguzo 3 watafikiwa. Hilo somo limeeleweka Bibi Maendeleo? Umeelewa rafiki yangu? Kwa hiyo kuna mtu atasema mimi na nguzo 1 tu, mbona hunipi? Mimi 2 tu, mbona hunipi? Hatukupi kwa sababu kuna kitongoji kizima hatujapata. Tunahangaika nacho. Wakipata nyumba 2 3 wakapata pa kuchajia umeme walau, wakaona umeme ni kitu gani, ndio tunarudi mwezi wa 7 sasa mpaka mwezi wa 7 mwaka ule mwingine kujaziliza kwa wale wenye kiu, wale nguzo 2 nguzo 3 na wao wanapata. Sasa hivi kwa hiyo serikali inaenda kwa program kwa taratibu ya kwanza sasa hivi vitongoji hivi. Lakini kumbukeni nimepewa 15 kati ya 54. Maana kuna vingine pia hatutawafikia. Kwa hiyo ninyi mshukuru kijiji hiki kwenye awamu hii ya kwanza kwa upande wa umeme, vitongoji vyenu vyote vitakuwa na umeme. Wakati ukienda vijijini kuna kata nzima. Ukienda Simanjiro na Kiteto kuna kijiji kizima hakina umeme. Uongo kakao, watanesi. Siku zote mwenye nacho anaona ya nini? Ninyi mmepata bahati. Huyu jamaa anazunguka mkoa mzima pata picha. Leo yuko hapa. Ni heshima ya pekee.